Nimekutana na watu wengi sana wenye maono, watu wengi sana wenye vision, lakini wengine wananiambia Dr. Mauki, inanichukua muda mrefu sana kufikia vision yangu, au wengine wanakuambia vision yangu naenda nayo lakini nashindwa kukaa nayo muda mrefu, nabadilisha, nataka kufanya hichi, nataka kufanya kile. Au wengine wananiambia ni kama vile sielewi vision yangu au maono yangu yanaenda wapi, au maono yangu ni vipi. Leo natamani nizungumze topic itakusaidia. Hii iko katika mlengo wa personal development au maendeleo yako binafsi, na itakusaidia kwenye maono yako ya kimahusiano, maono yako ya kibiashara, maono yako ya kikazi, maono yako ya kimalezi, na maono yako katika huduma, maeneo mengi sana. Leo natamani nikufundishe topic inayosema mbinu 3 zitakazo yanoa na kuyapanua maono yako. Inawezekana una maono, lakini mara nyingine unaweza ukajikuta spidi ya kuyaendea yale maono ni ndogo, kwa sababu maono yako hayajanolewa, hayajakuwa sharpen. Maono yako yanapokuwa sharpen, utashangaa ukiamka asubuhi unayo kwenye akili, ukilala usiku unayo kwenye akili, ndoto yako ukiota unayo maono yako, ukikutana na mtu unaongea kuhusu maono yako, yamenolewa. Lakini yakiwa butu ni mpaka watu waanze kuongea na waseme hata mimi nina wazo hilo. Yako butu, kama kisu kilicho butu hakikati vizuri. Sasa nataka nikupe mbinu zitakazo kusaidia kuyanoa hayo maono yako. Na kumbuka, ukiweza kuyanoa maono yako, spidi ya kuyaendea maono yako inaongezeka na itakuwa kubwa. Jambo la kwanza, usiweke mkazo kwenye kitu unachotaka kufanya peke yake, bali weka mkazo pia kwenye watu ambao unafanya nao hicho kitu. Utakuja kufahamu niliwahi kuzungumza ile quality za maono. Andika Chris Mauki maono au vision, utaona nimezungumza topic nyingi kuhusu maono. Baadhi ya au mojawapo ya zile quality za maono ni kwamba maono hayatakiwi kuishia kwako peke yako. Maono utashiriki na watu wengine, utashiriki kwenye kuyafanya hayo maono, lakini hayo maono pia yatawagusa watu wengine. Ukiona yanagusa wewe na familia yako peke yako, hayo maono yamepinda, bado hayajawa maono bora au maono makubwa. Sasa watu wengi tunakosea kwa sababu tuna focus maono yetu kwenye vitu tunavyotaka kuvifanya, biashara unayotaka kufanya, mashamba unayotaka kufanya, magari unayotaka kununua, huduma unayotaka kufanya. Alafu unasahau kwamba hayo maono ufanyi mwenyewe. Kuna watu unashirikiana nao. Maandiko nasema ni bora wawili kuliko wewe mwenyewe. Wale ambao unafanya nao hicho kitu ni kina nani? Je, unawawaza? Usiweke focus peke yake kwenye vitu, kwenye product. Nataka niuze, nataka ninunue, nataka nipanue mashamba. Watu unaofanya nao wakoje? Yule shamba boy unamuwazaje? Yule dereva wa kampuni yako au wa biashara yako unamuwazaje? Yule mdada wa kazi, yule muuza duka, yule kijana unayemtuma kule kwenye kushughulikia biashara yako au ujasiriamali wako, wale ambao mnauza na kununua pamoja, unawawazaje? Waingize pia katika picha ya maono yako, wawaze pia katika picha ya maono yako. Jambo la pili, waza, fikiri na panga mbali zaidi ya wewe. Don't focus your vision on yourself. Don't be self-centered. Don't be selfish. Usifocus maono yako kwako tu, na watoto wako tu, na mke wako tu, na mme wako tu. Hapana. Mungu hawezi kupa maono ya familia yako peke yako. Hapana. Nenda mbali zaidi ya wewe peke yako. Nenda mbali zaidi na kufanya maono yatakayokupa gari la ndoto yangu, nyumba ya ndoto yako. Alafu wewe utakapolala kwenye nyumba ya ndoto yako, watoto wasio na ndoto wanafanyaje? Wewe utakapoendesha gari la ndoto yako, alafu wasio na magari wanafanyaje? Wewe utakapokaa kwenye shamba la ndoto yako na wasio na mashamba wanasemaje? Panua ndoto yako. God will never bless you to only bless yourself, to only bless your kids. Mungu hawezi kukubariki tu ili ufaidike wewe na watoto wako na mke wako na mume wake. Never. Hawezi kufanya hivyo. Pale vision yako inapoenda mbali na watu wengine ambao wanakuzunguka kwenye jamii, utaposolve matatizo ya jamii yako husika, hapo God will expand your vision. Na mbinu ya 3 na ya mwisho, kuwa mwema. Tenda wema. Hakikisha una nidhamu katika kila unachokifanya. Hakikisha una maadili, integrity, ethics katika kila unachokifanya. Hakikisha una uaminifu
katika kila unachokifanya. Hakikisha unajali muda katika kila unachokifanya. Be good, be a good person, tenda wema na fanya mambo mema katika maisha yako. Utajikuta vision yako inanolewa. Mungu akubariki na aipanue vision yako. In the name of Jesus. Naitwa Dr. Chris Mauki.